Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako nami Pastor Miamba, na leo Bwana amenipa ufunuo na nataka niende niseme huu ufunuo kwako. Maandiko yanasema, unatoka huo ufunuo katika kitabu cha Maombolezo sura ya 2 mstari wa 1. Biblia inasema, jinsi Bwana alivyomfunika binti Sayuni kwa wingu katika hasira yake, ameutupa toka mbinguni hata nchi, huo uzuri wa Israel, huo uzuri wa Israel, wala hakukikumbuka kiti cha miguu yake katika siku ya hasira yake. Tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya Mungu kuachilia wingu lake, jinsi Bwana alivyomfunika binti Sayuni katika wingu lake siku ya hasira yake. Tunaona maandiko yanapoeleza kwa habari ya kufunikwa kwa wingu. Bwana anafunika kwa wingu Israel katika siku ya hasira yake. Halafu huo uzuri wake unaachiliwa kutoka juu hata kumfikia. Huo uzuri wa Israel unaachiliwa. Sasa tunaona the beauty of Israel, naandika hivyo, the beauty of Israel inaachiliwa. Sasa tunapotembea kwenye maisha ya kila siku, kama ilivyokuwa katika kipindi cha Sodoma na Gomora, tunaona kipindi cha Sodoma na Gomora, Mungu alivyoenda kuteketeza Sodoma na Gomora, kuna mtu ambaye uzuri wa Bwana uliambatana naye, anaitwa Lutu pamoja na ile familia yake. Uzuri wa Bwana ulikuwepo katikati ya Lutu, katikati ya uharibifu uliokuwa ukitakiwa Sodoma na Gomora iangamizwe, lakini uzuri wa Bwana ulikuwa katikati ya Lutu na wale watu ambao walikuwa wakiongozana nao. Wakaondoka katikati ya ule moto, wakawa salama, na wote waliobaki waliteketezwa. Lakini pia tunaona uzuri wa Bwana ulioachiliwa kwa Nuhu. Uzuri wa Nuhu ambao Mungu aliuachilia katikati ya dunia iliyojaa uharibifu. Mungu alipoiangamiza dunia yote kwa maji, kwa gharika, uzuri wake Bwana ulikuwa kwa Nuhu na wale watoto wake na wale wenza wao na wale wanyama wa pea moja, ile pea zile zilizokuwa zikiingia mle ndani. Biblia inasema uzuri wa Bwana unapoenda kufunika mahali kwenye ghadhabu ya Mungu. Tunaiona ghadhabu ya Mungu katika kipindi cha Nuhu, tunaiona ghadhabu ya Mungu katika kipindi cha Lutu, lakini pia tunaona Mungu anapoiongelea ghadhabu yake, halafu uzuri wa Israeli unabaki pale. Nataka tu ni kuonyesha kwa haraka uone jinsi ambavyo Mungu si kwamba alikuwa anaenda vizuri sana na taifa la Israeli. Kuna nyakati taifa la Israeli lilikuwa linakosea, linaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini Mungu pia alikuwa na waadhibu. Tunaona adhabu nyingine zilikuwa ni kuwapeleka tena utumwani katika utumwa wa Babeli. Lakini tunaona Mungu anatangaza katika kusanyiko la Israeli, anavyowapeleka katika nchi ya utumwa kwa kinywa cha Yeremia. Anasema hivi ya kwamba mtaondoka, mtaenda utumwani, lakini sitaondoa uzuri wenu uliowekwa katikati yenu. Ijapokuwa mko kwenye adhabu, uzuri wenu hautaondoka. Uzuri wenu hautaondoka. Katikati ya ghadhabu yangu, uzuri wenu hautaondoka, nitauachilia. Na ndio maana maandiko anasema hivi, ametupa toka mbinguni hata chini, huo uzuri wa Israel, kwamba uzuri wake hautaondoka. Katika kitabu cha Yeremia unaona maandiko yanaeleza jinsi ambavyo Mungu atakuwa pamoja na Israel watakapokuwa katika utumwa wa Babel. Mungu anahakikisha ya kwamba ataenda tena kuonyesha uzuri wake. Uzuri wake utaenda kuthibitika tena, hata waacha, hata waangamiza
uzuri wake hajauondoa katikati yao. Ukisoma katika kile kitabu cha Yeremia sura 29, labda tuanze ule mstari wa 10. Maandiko yanasema, maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimiza miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa, maana najua mawazo yangu ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Angalia, hawa watu ndio wanapelekwa utumwani. Tazama Mungu anavyoongea maneno mazuri juu yao. Anawaambia, mkienda huko sijawaacha peke yenu, nimewapa na upako wa kufanikiwa, lakini upako utatokea kwenu kwenda kwa wale watu ambao mtakuwa chini yao. Akasema, mkifika wabarikini wale watu, mkifika waombeeni wale watu, kwa maana huo uzuri bado nimeweka ndani yenu. Watakapofanikiwa wale watu, na nyinyi mtafanikiwa. Watakapopata chakula wale watu, na nyinyi mtapata chakula. Angalia, chakula kinatokea wapi? Kwa maombi ya Israeli waliopo utumwani. Maana yake nini? Uzuri wa Bwana juu ya taifa la Israeli upo pale pale, ijapo wapo katika ghadhabu ya Bwana. Hata kama wapo kwenye ghadhabu ya Bwana, anasema, tazama, ninawawazia yaliyo mema, kuwapa ninyi tumaini siku za mwisho. Sasa tunaona huo ni uzuri ambao Mungu anaeleza, uzuri wa Israel, uzuri wa Israel, kwamba unaachiliwa kwa taifa la Israel. Kutoka juu Mungu anaachilia uzuri wa Israel, ijapokuwa wapo kwenye ghadhabu. Sasa nataka nikuambie kitu kimoja muhimu sana. Sio kwamba sisi ni wakamilifu sana. Kuna nyakati tunakosea, na ndio maana tunarudi kwa unyenyekevu, kwa toba. Lakini nikuhakikishie, unapokuwa mteule wa Bwana uliyempa Yesu maisha na kuishi katika utakatifu, ujapokosea, uzuri wa Bwana hauondoki, ndio utakutaharakisha kwenda kuomba toba. Unapokuwa mtu wa Mungu, uzuri wake hauondoki kwako, unakupeleka katika kumjua yeye. Kwa maana gani? Bwana hataondoa uzuri kwa watu wake, ijapokuwa watakuwa katika ghadhabu yake, ijapokuwa ghadhabu itawaka kwenye hiyo nchi, uzuri wa Bwana kwa watu wake hautaondoka. Iwapo ghadhabu iwayo yote, aidha ya kiuchumi, itawaka juu ya Tanzania, uzuri wa watu wa Bwana hautaondoka. Maana yake nini? Hiyo adhabu na hiyo ghadhabu ya Bwana juu ya taifa fulani halitawahusu wale watu wa Bwana kwenye taifa lile, kwa sababu uzuri wa Bwana hautaondoka katikati ya watu wake. Anaachilia uzuri kwa watu wake. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, Bwana akaachilie uzuri kwenye biashara yako, akaachilia uzuri kwenye ndoa yako, akaachilia uzuri kwenye mahusiano ya uchumba wako. Bwana akaachilia uzuri kwenye afya yako, awaachilie uzuri kwa watoto wako, kwa uzao wako. Bwana aachilie uzuri wake. Ijapo utapita kwenye ghadhabu ya Bwana iwayo yote, ghadhabu isionekane, bali uzuri wa Bwana ukadhihirike kwako kwa jina la Yesu. Tunaona kabisa uzuri wa Bwana unaficha ghadhabu ya Bwana isionekane machoni kwa watu wake. Uzuri wa Bwana unaficha ghadhabu ya Bwana. Yamkini muda mwingine ni ngumu kujua ghadhabu ya Bwana juu ya maisha yako, kwa ajili ya ule uzuri wa Bwana ulio juu yako. Uzuri wa Bwana uliokuwa juu ya Israeli. Hawakujua Israeli ghadhabu ya Mungu ina maumivu kiasi gani, kwa ajili ya ule uzuri, kwa sababu Bwana anawawazia watu wake, sisi tulio hapa, mambo yaliyo mema wakati wote. Haijalishi tumeenda kinyume na mapenzi yake, kipindi tunatahayarakishwa katika matengenezo, Bwana anaachilia uzuri. Nataka Bwana asubuhi ya leo
akakutambulishia uzuri wake kwenye maisha yako. Bwana akakutambulishia uzuri wako. Ni revelation hii. Mungu akanisemesha akasema, kama vile ambavyo niliachilia uzuri kwa taifa la Israeli, ndivyo navyoachilia uzuri kwa watu wangu. Ukawasemesha ya kwamba mimi Bwana ninao uzuri ndani ya maisha yao, ninao uzuri katika hatima ya maisha yao. Uzuri wa Bwana hautakuacha, uzuri wa Bwana hautakupungukia. Ulikata tamaa ukadhani uko peke yako, asubuhi ya leo uitie uzuri wa Bwana kwenye changamoto unayoipitia. Uitie uzuri wa Bwana kwenye afya ambayo imeleta shida. Utashangaa afya itakapoimarika, uponyaji utakapodhihirika. Usijiulize umetokea wapi. Bwana ameachilia uzuri wake. Biblia inaeleza ya kwamba hayo maneno au hayo mambo yaliyofichwa Bwana ameyafichua. Maana yake nini? Kila neno linalokuja kwa ufunuo limelenga kukuinua, limelenga kukuimarisha, limelenga kupeleka viwango vipya. Bwana aachilie uzuri wake ndani yako. Nataka twende tuombe sasa. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai, tunakushukuru sana kwa ajili ya neno uliloliachilia kwetu, ya kwamba hatuangamii, kwa maana we Mungu unatupenda. Uzuri wako umeachiliwa kwetu kama ulivyoachiliwa kwa taifa la Israeli. Hata katikati ya wingu kubwa uliachilia wingu lisilo la kawaida. Neno lako lasema ya kwamba katikati ya ghadhabu, Mungu wewe uliliachilia wingu katikati ya taifa la Israel. Mungu liye hai, yamkini tuko kwenye adhabu, tuko kwenye dhoruba, tuko kwenye mashaka yawayo yote kama nchi, lakini Mungu liye hai, yawezekana dhoruba iko kwa mtu binafsi ama kwenye ukoo ama kwenye familia. Mungu liye hai, watu wako kawajaze kwa wingu lako, wafunike kwa wingu lako. Uzuri wako kutoka juu ukawashukia watu wako, ukamshukia mtu wako anayenisikia wakati huu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, hata katikati ya ghadhabu aone wema wako. Hata katikati ya ghadhabu ukalione wingu la Bwana likikufunika. Wingu la Bwana siku ya leo lifunike biashara yako, likalete faida kwenye biashara yako. Ninaitamkele biashara iliyozorota, iliyodorora, inayoleta hasara, ninaitamkia wingu katika jina la Yesu. Wingu likashuke kwenye biashara yako, wingu likashuke na kuleta faida. Wingu lishuke kwa jina la Yesu kwenye mahusiano yako. Wewe uliyezuiliwa, uliyeletewa uharibifu kwenye ndoa yako, ninaita wingu lishuke kwa jina la Yesu. Wingu lishuke sasa. Roho Mtakatifu, asante kwa maana unalishusha wingu. Unalishusha wingu kwa mtoto wako huyu anayenisikia. Wingu lishuke kwa watoto wako. Mungu liye hai, asante maana unalishusha wingu kwa watoto wetu. Ghadhabu haitawakuta katikati ya ghadhabu. Wema wako, uzuri wako utaenda kwa watoto wetu na kwa vizazi vyetu kwa jina la Yesu. Watakuwa mbali na kuonewa, hawataonewa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, uzuri wako ushuke kwenye afya za watoto wako. Sante Bwana Yesu, kwa maana uzuri wako umeachiliwa kwenye afya zetu katika jina la Yesu. Ile mipango ya adui, ile mipango iwayo yote ya uharibifu dhidi ya afya yetu haitafanikiwa kwa jina la Yesu, kwa maana uzuri wako Bwana unatufunika katikati ya ghadhabu, katikati ya dhoruba, katikati ya mateso. Uzuri wako Jehova unatufunika katika jina la Yesu. Baba, asante kwa maana uharibifu na yeyuka, vimelea vya uharibifu kwenye mwili wa watoto wako vinayeyuka. Asante kwa maana miili yetu haitabeba vimelea vyote vya uharibifu, vimeyeyuka katika jina la Yesu. Uzuri wako Bwana unadhihirika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Bwana akaonyeshe uzuri wako pale unapofanyia kazi. Bwana akaonyeshe uzuri wako kwa wafanyakazi wenzako, kwa mabosi wako, kwenye mazingira yale unayofanyia kazi. Bwana akaonyeshe uzuri wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, mtu mmoja aseme napokea kwa jina la Yesu uzuri katikati ya dhoruba. Napokea uzuri wako Bwana katikati ya hasira yako. Ninapokea uzuri utokao juu kunijilia mimi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa neema
na rehema, sifa na heshima ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, amen. Basi Mungu akubariki sana. Utashika sadaka yako njema yenye uzuri wa Bwana, utaiachilia kwenye lipa namba M-Pesa ambayo ni 57 78 76 0, au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema, amen.